Nafikiri hakuna kocha ambaye anahitaji mchezaji ambaye anampa namba. Yaani haijalishi nini ambacho kinazungumzwa nje ya uwanja, nini ambacho wapinzani au mashabiki wanakizungumza, lakini kama nakupa nafasi na unanipa kile ambacho nakihitaji, kwa nini nisikupe nafasi ya kucheza? Kwa nafikiri sehemu pekee ambayo Jean Charles amefanikiwa ni kwamba kuna namna ambavyo watu wanatamani yeye awe, lakini kwenye kile ambacho yuko nacho kinamfaidisha mwalimu, kinanufaisha timu. Leo hii tunazungumza hiki ambacho kinazungumzwa nje ya uwanja, ingekuwa Jean Charles hana mchango kwa namna moja ama nyingine kwenye kila mchezo, inawezekana sio tu kuzungumzwa, bali kuna watu wangeanza kufanya hata reaction ya kuwatokea viongozi na kuambia. Lakini nafikiri moja kati ya sehemu ambayo Jean Charles amefanikiwa ni kwamba mashabiki wamkubali, lakini kocha anamkubali. Na nini? Ni kulingana na kile ambacho anakiofa. Sidhani duniani kama kuna kocha ambaye mchezaji anampa magoli, anampa assist, alafu kaanza kumchezesha nje au kamwanzishia nje eti kwa sababu afanye kile ambacho mashabiki wanakihitaji. Hayupo huyo kocha. Yaani kama yupo basi mje bila kunigombeza, taratibu mnielekeze ni kivipi Jean Charles anaweza akawa mbadala ama akawa anaanzia nje aliyakuwa anatoa impact kwa maana ya kufunga na kuassist. Na Jean Charles uhatari ambao yuko nao sio tu anafunga mabao ya penalty, sio tu anafunga mabao ya faulo kwa maana mipira iliyokufa. Hayo nyakati anathibitisha daraja kwa kuonyesha madhaifu ya mabeki wa timu pinzani. Kwa hiyo ifike wakati mimi niwaachie makocha wao waone Jean Charles afanya wanachokihitaji, wamwanzishe nje au wamtoe, lakini sitosikiliza shabiki nini ambacho nakihitaji. Kwa hiyo kabla tujaanza kumzungumza Jean Charles turudi sasa msimu tu uliopita. Turudi haya tumtoe Jean Charles anza nje au usianze kwenye kikosi cha Simba. Au haupo kwenye kikosi cha Simba. Ni mchezaji gani ambaye anakupa assist na mabao? Kwangu mimi nafikiri hii ni faida ambayo kocha yote anatamani kuwa nao kwenye kikosi, kwa sababu ya kuwa na machaguo ya wachezaji ambao wako kwenye level ya kufanana na ambao yoyote atakayeanza yeye atakupa kitu bora. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri faida kubwa ambayo ataipata ni kwamba siku ambayo anamkosa Selemani Mwalimu, ana uhakika Jonathan Soa akianza atampa kitu bora. Siku ambayo atamkosa Jonathan Soa, Steven Dese Mkwara yupo, na nafikiri hili ndio eneo pekee ambalo Simba imeteseka, ukiacha eneo la namba 6. Imeteseka kwa muda mrefu kwa sababu amepita washambuliaji tofauti, lakini kama ulikuwa unakosa huo uwiano wa wachezaji, kwa maana kitu pekee ambacho ni cha kumuomba Mungu yani ni majeraha. Kama wachezaji watakosa majeraha, kwa maana wataepukana na majeraha, basi inawezekana Simba msimu akafunga mabao mengi sana. Kwanza zina faida kubwa kwa sababu wachezaji wanapokuwa hawajacheza muda mrefu, maana yake kuna namna ambavyo ile shauku ya kutaka kuonyesha vile ambavyo wako navyo, kuna namna ambavyo inapungua. Lakini pia ili mchezaji aweze kuwa bora, siku zote mchezaji anahitaji kuwa anacheza. Na ndio maana kama mchezaji acheze basi anafanya mazoezi. Lakini kwenye mechi hiyo ina faida kubwa kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo anaweza akaa na vigeni kutoka kwenye mechi husika kuliko kwenye mazoezi. Kwa anapokuwa anacheza kuna vitu vingi ambavyo anaviongeza kuliko akiwa anafanya mazoezi peke yake. Ukizingatia Simba ameachana na kocha Faldu Davis na amekuja kocha mpya. Kwa hiyo nafikiri hata kuhitaji huu mchezo inawezekana umeanzia kwa kocha mpya. Kwa nini? Kwa sababu atahitaji kuona aina ya wachezaji ambao yuko nao na ambao atawatumia pale ambapo ligi itarejea. Lakini ni nyakati sasa za kuanza kuangalia sifa za mchezaji na ni kivipi ananifaa kulingana na mfumo ambao nataka kuintroduce. Kwa hiyo nafikiri ni njia pekee ambayo Simba ameichagua kuweza kumfanya kocha aendelee kusoma tabia za wachezaji na kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo wachezaji alionao wanaendana na falsafa ambayo anaitumia. Kwa nafikiri ni mchezo ambao umekwenda kumuongezea credit, unaweza ukasema. Yaani kama unaelekea kwenye mtihani wa taifa, hii mitihani midogo hii ya katikati ya wiki, mwishoni mwa mwezi, kuna namna ambavyo inakujenga kwa sababu kuna baadhi ya maswali unaanza kuyajua kabla ya kuendea mtihani wenyewe. Kwa hiyo faida ambayo anaipata kwanza, yeye ndio kocha mkuu. Na kwa aina wachezaji ambao wako pale Simba, maana yake unahitaji kutumia maarifa makubwa sana kuweza kuwajua na kuchagua kulingana na falsafa ambayo unaitumia. Kwa nafikiri
Simba amechagua Al Hilal Omdurman kwa sababu ni miongoni mwa timu pia ambayo imekuwa na nyakati bora, sio tu kwenye michuano ya kimataifa, lakini hata ukienda kwenye ligi ambayo wanashiriki wamekuwa na nyakati bora zaidi. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na ushindani mkubwa. Utazama hata baadhi ya majina yamehusishwa sana kujiunga na klabu Wekundu wa Msimbazi kwenye dirisha kubwa, lakini wengi wao tunaona wako pia kwenye ligi kuu ya NBC Premier League, ikiwemo kocha Florent Ibenge. Kwa hiyo tumi nafikiri ni mchezo mzuri ambao umekwenda kumfanya sasa kocha ajue ni kivipi anaweza kuanza sasa kuingiza vitu vyake, ama ni kivipi ataanza kwenda na ile mfumo ambao ulikuwa unatumika kabla yeye hajakuepo. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi kuna namna ambavyo umetumika kama mchezo wa kwenda kuongezea ule ubora wa Simba ambao anautafuta ama anautengeneza, ni kivipi anaupata, na ukizingatia wamecheza na Al Hilal Omdurman, alafu mechi sidhani kama imeonyeshwa haijaonyeshwa. Kwa hiyo hapo ndo ujue kabisa hiyo ni michezo ambayo ilikuwa inahusu mbinu zaidi za mwalimu, lakini pia kutaka kusoma tabia na kila kitu ambacho kinahusiana na wachezaji ambao wako Simba kwa hivi sasa. Mwalimu anaanza kuifahamu timu yake kupitia kwenye michezo mikubwa kama hii, kuwafahamu wachezaji. Kumekuwa na scenario nyingi sana ambazo wadau wa mpira wamekuwa wakizungumza, mashabiki kuhusiana na Jean Charles huwa kutokana na kile ambacho kinatajwa kwamba amekuwa hajitumi, lakini kwenye mchezo wa leo amefunga. Maingizo mapya ambao pia amekuwa akipata nafasi, tumeona kina Morris Abraham amecheza vizuri, Joshua Mutale pia naye kwenye mchezo wa mwisho wa ligi kuu amecheza vizuri sana. Jean Charles ameendeleza pale ambapo ameishia. Hili linakuwa swali gani kwa upande wa Pantev pale ambapo anaanza sasa kuingiza mbinu zake katika kikosi cha Simba? Nafikiri hakuna kocha ambaye anahitaji mchezaji ambaye anampa namba. Yaani haijalishi nini ambacho kinazungumzwa nje ya uwanja, nini ambacho wapinzani au mashabiki wanakizungumza, lakini kama nakupa nafasi na unanipa kile ambacho nakihitaji, kwa nini nisikupe nafasi ya kucheza? Kwa nafikiri sehemu pekee ambayo Jean Charles amefanikiwa ni kwamba kuna namna ambavyo watu wanatamani yeye awe, lakini kwenye kile ambacho yuko nacho kinamfaidisha mwalimu, kinainufaisha timu. Leo hii tunazungumza hiki ambacho kinazungumzwa nje ya uwanja, ingekuwa Jean Charles hana mchango kwa namna moja ama nyingine kwenye kila mchezo, inawezekana sio tu kuzungumzwa, bali kuna watu wangeanza kufanya hata reaction ya kuwatokea viongozi na kuambia. Lakini nafikiri moja kati ya sehemu ambayo Jean Charles amefanikiwa ni kwamba mashabiki wamkubali, lakini kocha anamkubali. Na nini? Ni kulingana na kile ambacho anakiofa. Turudi tu kwenye hao wachezaji ambao unawalinganisha na Jean Charles mchango ambao amekuwa nao kwenye kikosi chao ambacho wanakitumikia, utagundua bado Jean Charles ana chaguo la kwanza. Na kwa nini tuendelee kumjaji Jean Charles wakati ukirudi kwenye namba, Jean Charles ndo top scorer msimu uliopita. Jean Charles ana assist, sio tu anafunga, ana assist. Hadi hivi sasa yupo kwenye kinyang'anyiro cha kuwa MVP wa msimu. Kwa nini tusiendelee kujaji ama kupongeza ubora wa kile ambacho amekuwa kikiofa na kuanza kujaji kwa nini afanye hiki na hiki? Hakuna mchezaji ambaye amekamilika, yani lazima mchezaji aonyeshe madhaifu ili kocha aweze kumuongezea. Hata huyo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ambao tunawatazama kama wafalme wa mpira, bado kuna makosa ambayo anayaonyesha kwenye mchezo. Na siku zote mchezo ni sehemu ya makosa, yani tunajifunza kulingana na makosa, si ndio? Na kwenye mpira ili upoteze lazima ufanye makosa. Yani hata unaona leo Simba Queens alikuwa anacheza na Mashujaa. Aidha Mashujaa wamefanya makosa ndio maana Simba ameshinda, au Simba amelazimisha Mashujaa wafanye makosa. Kwa makosa ni sehemu ya mchezo. Lakini ni kivipi ambavyo ukipata nafasi unaonyesha kile ambacho uko nacho. Ndio sehemu pekee ambayo tunarudi kwa Jean Charles amefanikiwa. Sababu tunavyozungumza hadi hivi sasa unarudi tu hata kwenye mechi za awali ambazo amecheza, bado ameonekana mchezaji hatari. Kwa hiyo ifike wakati tupongeze ubora Jean Charles na sio kuanza kuangalia mataifa. Na kwa nini kipindi ambacho anafanya vizuri atumzungumze? Tunasubiri pale ambapo anakosea tuanze kumjaji. Hiyo ni sehemu ndogo ya watu ambao wao wapo kuangalia impact na sio negative. Yaani sio kuangalia pande zote, upande wa positive na negative. Ila wakogo kuangalia tu positive. Yaani wao wakogo tu kuangalia kile ambacho anatamani yeye kifanyike. Kwa hiyo kwa maana hiyo tuseme kwamba kama ataendelea hivi, Ahoua bado atabaki kuwa muhimili wa mwalimu yoyote ambaye atamkuta ndani ya kikosi cha Simba. Kwa sababu anafanya majukumu muhimu, anafanya majukumu ambayo kocha yote anatamani kuona mchezaji akiyafanya. Kama mchezaji ana assist, anafunga, kwa nini kocha amweke nje?
kwa sababu kocha mwenyewe yupo kwa ajili ya kutengeneza rekodi yake, na ili utengeneze rekodi ya mwalimu wategemea wachezaji na unawategemea kwenye kufanya vitu vikatokea uwanjani. Kwa hiyo sidhani duniani kama kuna kocha ambaye mchezaji anampa magoli, anampa assist, alafu kaanza kumchezesha nje au kamwanzishia nje eti kwa sababu afanye kile ambacho mashabiki wanakihitaji. Hayupo huyo kocha. Yaani kama yupo basi mje bila kunigombeza, taratibu mnielekeze ni kivipi Jean Charles Ahoua anaweza akawa mbadala ama akawa anaanzia nje aliyakuwa anatoa impact kwa maana ya kufunga na kuassist. Na Jean Charles Ahoua hatari ambayo yuko nao sio tu anafunga mabao ya penalty, sio tu anafunga mabao ya faulo kwa maana mipira iliyokufa. Hayo nyakati anathibitisha daraja kwa kuonyesha madhaifu ya mabeki wa timu pinzani. Kwa hiyo ifike wakati mimi niwaachie makocha wao waone Jean Charles Ahoua afanya wanachokihitaji, wamwanzishe nje au wamtoe, lakini sitosikiliza shabiki nini ambacho nakihitaji. Kwa hiyo kabla tujaanza kumzungumza Jean Charles Ahoua, turudi sasa msimu tu uliopita. Turudi tumtoe Jean Charles Ahoua, anza nje au usianze kwenye kikosi cha Simba. Au haupo kwenye kikosi cha Simba. Ni mchezaji gani ambaye anakupa assist na mabao? Mchezaji gani ambaye anaweza akawa anakupa uwiano wa kufunga na kuassist? Kwa maana ya kile rekodi ambayo ametengeneza msimu uliopita, ni namba 10 gani wa Simba msimu uliopita anaweza kuifanya? Ukirudi kwenye hilo eneo utamtazama Aweso, na Aweso anahitaji kujifunza kupitia Jean Charles Ahoua. Yaani ukumbuke kabisa kuna wachezaji wanasajiliwa kama daraja la kuwafundisha wengine nini ambacho mwalimu anakihitaji na nini ambacho kifanye. Alafu wako wengine ambao huwa wanajifunza kupitia kile ambacho kinafanyika ndani ya uwanja. Kwa mimi ukimweka Aweso na Jean Charles Ahoua, muulize tu shabiki yoyote, una Aweso na Jean Charles Ahoua, unaenda na yupi? Tuache kuwa na ile nadharia ya Simba ambayo imepita basi ikao hukumu hadi ile, kwa sababu wale ni wachezaji wengine. Yaani unapomtaja Chama yule alikuwa kwenye kikosi cha 2000 na ngapi, na imefika nyakati hata huyu Chama ambaye alikuwa anazungumzwa akaanza kushuka kiwango chake. Kwa kama Ahoua anatoa kitu bora, basi tujaji kwenye ubora alionao na sio kuanza kujaji madhaifu. Hakuna wewe mchezaji ambaye amekamilika 100%. Yes, so kumalizia tu tuzungumzie ugumu wa machaguo ambao anaenda kukutana nao Bwana Pantev. Jonathan Soa pia amefunga, Selemani Mwalimu mchezo uliopita alipata nafasi akafunga. So huyo mchezo wa kwanza alipata nafasi pia akafunga. Dese Mkwala, Jonathan Soa, Selemani Mwalimu. Wanapopata nafasi wamekuwa na wakati mzuri sana wote watatu. Kuna ugumu namna gani au pia kuna faida kiasi gani ambayo Bwana Pantev anaenda kuipata kwenye machaguo kwenye safu yake ya ushambuliaji? Kwanza tukianza na faida ambayo ataipata, ana uhakika 99.99 atakayesimama atampa magoli. Yaani hapa ndo utarudi kwenye kipindi cha Didier Gomes da Rosa, anatazama benchi, ana Medi Kagere, John Raphael Boko and then ana Chris Mugalu. Faida ambayo alikuwa anaipata, kwanza anaweza akaamua kulingana na mchezo ambao unamtaka, akaenda na double striker ama akaenda na mshambuliaji mmoja, lakini akiwa na imani akianza Kagere atanipa ninachokihitaji. Kama ameshindwa kunipa kwenye dakika 45, nitamuingiza John Raphael Boko. Na ulikuwa unaona namna ambavyo walikuwa yani kivyo vyote ambavyo walikuwa wanacheza, lakini lazima mmoja wapo kati ya wao aweze kumnufaisha kocha. Kwa hiyo faida ambayo anakwenda kuipata, kwanza ana uhakika akianza Jonathan Soa atampa kitu bora, lakini pia kulingana na mechi ambavyo inamhitaji anaweza akamtumia Steven Dese Mkwara kama winga wa pembeni, and then kwa maana ukaenda na double striker. Na ukimwangalia Steven Dese Mkwara, mbali na kuwa ni mshambuliaji mwenye uwezo wa kufunga, lakini bado namuona kuna sifa za kama kiungo mshambuliaji, kwa maana winga wa pembeni anaweza kufanya hivyo vitu kwa sababu ya ile speed ambayo uko nayo. Kwa hiyo kama unaamua kwenda na Jonathan Soa na Selemani Mwalimu, bado ni wachezaji ambao kwa maana ya kisifa inawezekana ndo wachezaji ambao wana sifa moja kufanana, kwa maana muda mwingi utakuta kwenye eneo la box. Lakini faida ambayo Jonathan Soa nayo, si mzigo ambapo timu haina mpira. Utamwona anashuka kuja kuongeza nguvu, ndio maana kuna nyakati unaona anaadhibiwa kwa kadi ya njano kwa sababu ya namna ambavyo amekuwa pia akihusika kwenye kukaba. Lakini Steven Dese Mkwara uwezo
wa kushuka chini kuchukua mipira pale ambapo anahitajika kufanya hivyo, anafanya hivyo. Lakini pia Selemani Mwalimu uwezo pia kusimama kwenye eneo la boksi, anao uwezo. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri hii ni faida ambayo kocha yote anatamani kuwa nao kwenye kikosi, kwa sababu ya kuwa na machaguo ya wachezaji ambao wako kwenye level ya kufanana na ambao yoyote atakayeanza yeye atakupa kitu bora. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri faida kubwa ambayo ataipata ni kwamba siku ambayo anamkosa Selemani Mwalimu, ana uhakika Jonathan Soa akianza atampa kitu bora. Siku ambayo atamkosa Jonathan Soa, Steven Dese Mkwara yupo, na nafikiri hili ndio eneo pekee ambalo Simba imeteseka, ukiacha eneo la namba 6. Imeteseka kwa muda mrefu kwa sababu amepita washambuliaji tofauti tofauti, lakini kama ulikuwa unakosa huo uwiano wa wachezaji, kwa maana kitu pekee ambacho ni cha kumuomba Mungu yani ni majeraha. Kama wachezaji watakosa majeraha, kwa maana wataepukana na majeraha, basi inawezekana Simba msimu akafunga mabao mengi sana.